So umepunguza kula wali, umepunguza kula ugali, umepunguza calories ambazo unakula kila siku, lakini haupungui, lakini tumbo lako liko pale pale, lakini insulini yako iko juu muda wote. Kwa nini? Unajua usichanganyikiwa sana, trainer hana majibu, coach hana majibu, daktari hana majibu. Ni kwa sababu umepuzia organ moja muhimu inaitwa misuli. Na hii shida inasumbua sana wanawake, sababu wanawake wanaamini hawataki kuwa na misuli. Yaani misuli ni kwa ajili ya wanaume. Wanawake wanaamini kufanya mazoezi ya kunyanyua vitu vizito ni kwa ajili ya wanaume peke yake. Unajua mama zetu, bibi zetu walikuwa wanabeba kuni, walikuwa wanabeba mizigo, walikuwa wanalima, lakini siku hizi vyote hatuvifanyi sisi. Tunafanya wafanyakazi. Unajua unene sio tu unachokula. Of course maybe nitakwambia acha matakataka, lakini kuna sometimes unaweza kula vyakula vizuri na bado ukawa mnene. Unajua unene sio tu chakula unachokula, but chakula kinaenda wapi baada ya kula. Unapokula chakula kinageuza kuwa glucose. Na mwili unaamua sasa hii chakula ukitumie kama chanzo cha nishati au ukibadilishe kuwa mafuta. Na sehemu ambayo glucose inatokana na chakula chako inatakiwa kwenda zaidi. Sio kwenye mafuta, sio tumboni, sio kwenye ini, bali inatakiwa kwenda kwenye misuli. Na inaenda vipi kwenye misuli? Hiyo misuli inatakiwa kuwa active. Sasa imagine ufanye mazoezi. Imagine you're just busy with detoxing na kufanya diet. Ati misuli ndio kitu pekee, ndio largest insulin sensitivity tissue kwenye mwili wa binadamu yoyote yule. Sio mtazamo wangu mimi. Hii ni physiology. Hauna misuli, unaishi maisha kukatu, lakini unafanya diet vizuri tu. It means glucose ya chakula na chakula haina sehemu ya kwenda zaidi ya kugeuza kuwa mafuta. So nini kinatokea glucose ikiwa inakosa mahali pa kwenda? Insulin inapanda, unazidi kuongezeka mafuta, njaa inarudi mara kwa mara. Huo mzunguko unaendelea tena. Maybe mimi ndo asili yangu kwa sababu nakula vizuri, nakula kidogo, lakini sipungui. Unajua resistance training ni mazoezi ambayo yanasaidia ku activate your insulin sensitivity kwa asilimia zaidi ya 25. Yaani hata kama usipofanya diet, kwa kufanya mazoezi peke yake unakuwa una uwezo mzuri wa kutawala glucose, uwezo wa kushusha insulin level kwenye damu yako, uwezo mzuri wa control HbA1c. Hapo ndo mwili wako jinsi unavyoanza kufanya kazi. Lakini unachokifanya wewe, you're just doing that. Hauna mazoezi ya kunyanyua vitu vizito, haufanyi strength training, misi, hauna misuli, unafanya tatizo linakuwa gumu na kubwa zaidi siku baada ya siku. Unajua kila mtu unavyozidi kwenda baada ya miaka 30 unapungua 1% ya misuli. So unafanya tatizo linakuwa kubwa. Ndio maana PCOS haijai kukuacha, ndio maana hujai ku reverse kisukari na licha kunywa dawa kila siku kwa miaka 10 plus. Ndio maana tumbo unazidi kuongezeka kila siku licha kufanya jitihada ya kufanya sit ups and crunches. Kwa msaada zaidi nitumie neno coach. We are moving.